Jacinta, you look fine yourself. Thank you so much. Thank you so much, Rick Media. Hongera sana kwa kufika kwenye JP 2020. Thank you so much. Today we're just speaking English, peke yake. We do Swahili too. How are you? I'm feeling great. I'm feeling great being here today. Najisikia furaha kusherehekea upendo, mapenzi. Yeah. Wakati unapewa mwaliko wa hii sherehe, kama ulivyoona mabalaya mara mbili zote Nigeria, ulizingatia nini hasa? Kupendeza tu. Mimi ni model. Kwa my brand pia inabidi ionekane nje there. Out there, yeah. Kwa niko kupendeza tu na code, dress code pia. Yeah. Hii naona shanga nyingi sana. Muda gani imetengenezwa? Imechukua almost like, let's say, a month. Yeah. Kumbe mwaliko ulipewa mapema sana? Sijapewa mwaliko mapema sana, lakini mwaliko nijua utakuja. Okay. Kwa nini ulikuwa sure hivyo? Sijua. Kaka yetu jamani, ni kaka yetu, so yeah. By the way, hongera sana na wewe pia tuliona send off. Njoo kwanza wewe. Vipi, mbona ilikuwa kimya ukutaka tuje ndugu yangu? Kuna vitu ambavyo sio lazima niweke mtandaoni. Yeah. Kwa sababu sio matangazo yale. Lakini pia nikijisikia kama muda sahihi wa kumweka mtu mtandaoni au kuweka mwanaume wangu au mahusiano yangu. Nisilieni kama ushakuwa mtu anamposti mwanaume wangu yeyote yule. Kwa mimi sio mtu wa kuposti mahusiano mitandaoni, lakini pia ikifika wakati ambao naona sasa this is, I feel like posting him or posting whatever, nitapost. Lakini kwa sasa hivi no. Pete yako iko wapi tena? Pete yangu imekuwa kubwa sana, kwa hiyo wanajaribu kui nini? Okay, kuibana. Mbona kama unageuzia kitu? No, kwa sababu naulizwa sana pete iko wapi? Pete kwa sababu wewe ni mtoto wa Kikristo. Nishaposti na hizi video nikasema pete ni kubwa, inatengenezwa. Kwa hiyo iko nchi za nje inatengenezwa. Ikiwa tayari, afu mimi sijafunga ndoa bado. Sijafunga ndoa bado. Ile send off. Ilikuwa ni send off ya. Ile ndoa bado. So tunaweza tukaalikwa kwenye ndoa. Utafikiria, are you worth it? Yeah, we worth it. Yeye mpenda umbea. We have been supporting you. Napenda umbea. No. Hebu mwanamke mbona mbaya? Mbona kafupi? Mbona kibonge? Hatuwezi sema hivyo. Nitaalika. Kwani ni wa nchini hapa? So nchini hapa? Hapana. Kwa harusi inaweza isiwe Tanzania. Haiwezi kuwa Tanzania. Sasa tutakuja ni Rwanda? Atakayekuwa na passport tutaenda. Ni Rwanda? Sio Rwanda. Wapi? Surprise. Na wewe ufanye kukubwa kama Jux pengine ziwe 2-3 yani sio shida. Hapana. Unajua vitu kama pia ni nini wanasemaga ni passion. Mimi nahisi sasa kama Jux pia ni mtu wa mambo hayo. Nahisi mwanamke wake ni mtu wa mambo hayo. Kwa sababu hata mwanamke ambaye anapenda hivyo vitu unamsupport tu, unafanya vitu ambavyo mwanamke wako atafurahi au ataenjoy. Sidhani kama wanajua wanamsema watu wa mambo mengi sana. Ni mwanamke tu. Mimi mwenyewe pia kama nilivyosema sio kichokoka mitandaoni. Kwa hiyo hakuna haja kufanya vitu vingi sana amfanyia nani. Yeah, nikifanya kwa tu ni harusi moja. Hiyo tu ndogo, mimi sipendi mambo makubwa. Napenda tu kitu kidogo kizuri basi. Na mashabiki wanaruhusiwa kuja au ni marafiki? Tafikiria. Utawafikiria. Utakiwa walete umbea. Nitakufikiria. Nani tena SNS naweza nikamfikiria nikamwelekea. Lakini wewe nitakufikiria. Wewe nini nimekosa nini? Wewe ni mkorofi. Anyways, neno kubwa zuri la kuambia Jux na Priscilla leo. I wish them the best kusema ukweli. Ndoa sio mchezo. I think sio mchezo. Kwa sababu hujaingia bado. Ndoa sio mchezo, lakini pia naamini wanapendana. Kukipendana mkaelewana inakuwa rahisi sana kunini. Mkipendana mkaelewana. Unaweza na kukaa kwenye ndoa kwa muda mrefu. Lakini kama mkishinda kuwa na maelewano mazuri, inakuwa ni ngumu sana kukaa. So yeye anaongea hiki, yeye anaongea kile. Itakuwa ni ngumu. Lakini mimi naona wanapendana. Yaani they are so in love. Wanasupportiana, wanaelewana. So tuwaombe tu heri kusema ukweli. Yeah, we're so proud of you Jux kwa kutuwakilisha kimataifa. Kwa kweli. And we love you so much. Sawa, yes. Tupe hiyo. Nipe nini? Si utuonyeshe nguo. 360. Wow. Twiga. Si una turn around. Okay. Kabisa pia ameona na mwanaume ambaye sio Mtanzania. Kuna stories za nyingi mitandaoni watu wanasema bwana hizi